Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Mbengo TV, we are the best. Simulizi ya Tundu Lissu na safari ya kunusurika kifo hadi uhai. Tundu Lissu, mwanasiasa maarufu Tanzania, alizaliwa tarehe 27 Juni 1968. Alikuwa mtoto wa pili katika familia ya watoto wanne. Baba yake Mzee Lissu alikuwa ni mtumishi wa serikali na mama yake alikuwa ni mfanyabiashara mdogo. Katika mazingira kama haya, maana yake Lissu alitokea katika familia ya kawaida, lakini alikuwa akiwa na ndoto kubwa. Tundu Antipas Mugwai Lissu ni mmoja kati ya wanasiasa maarufu na jasiri zaidi katika historia ya Tanzania ya kisiasa. Kupitia harakati zake, umahiri wa sheria na msimamo wake mkali, Lissu amejijengea nafasi kubwa katika siasa za upinzani, huku safari yake ikijaa changamoto, hatari na matumaini. Lissu alikuwa kama mtoto wa kawaida, akicheza na wenzake, kwenda shuleni ili kuitafuta ndoto ya kufika mbali. Katika familia yake, elimu ilikuwa na umuhimu mkubwa. Babake alijitahidi sana kumfundisha Tundu Lissu na ndugu zake, akiwaambia elimu ndio ufunguo wa maisha. Maneno haya yaliendelea kumuongoza Lissu katika maisha yake ya baadaye. Basi bwana, Lissu akamaliza elimu ya msingi. Aliendelea na masomo ya juu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, wenyewe wanaita UDSM. Pale alisomea sheria. Akiwa chuoni, Lissu alionyesha mapenzi makubwa katika mambo ya siasa, akiwa na mtindo wa kupigania haki za wananchi na masuala ya haki za binadamu na demokrasia. Baadaye akajiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Alijitosa tu katika masuala ya kijamii na kisiasa, na hii ndio ilikuwa hatua muhimu katika maisha yake. Tundu Lissu alianza rasmi kuingia katika siasa mwaka 2010 aliposhinda kiti cha ubunge wa Singida Mashariki kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Akiwa bungeni, Lissu alijitokeza na kujulikana kama mkosoaji mkubwa wa serikali, hasa katika masuala ya rushwa, matumizi mabaya ya madaraka, na akifichua masakata kadhaa, ikiwemo sakata la ndege ya Air Tanzania iliyokamatwa nchini Canada kutokana na madeni ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajibu wa kikatiba wa bunge hili ni kuisimamia na kuishauri serikali. Wajibu wa bunge sio kuishangilia au kuimba mapambio kwa serikali. Mheshimiwa Lissu, muda wako umekwisha. Lakini Septemba 7, 2017 ilikuwa ni siku yenye giza kwa taifa la Tanzania. Wakati huo, Tundu Lissu alikuwa ni miongoni mwa wanasiasa wanaozungumzwa sana hapa nchini. Septemba 7, 2017 ilikuwa ni siku ya ripoti mbaya iliyoripotiwa katika vyombo mbalimbali vya habari vya Tanzania. Mbunge wa jimbo la Singida Mashariki Tundu Lissu ameshambuliwa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana katika eneo la Area D mjini Dodoma wakati akirejea nyumbani kutoka bungeni. Ripoti na vyombo vya habari viliripoti tukio la Tundu Antipas Lissu kupigwa risasi na watu wasiojulikana nje ya makazi ya bunge Dodoma. Alijeruhiwa vibaya katika eneo la tumbo, mkono na mguu, na baada ya matibabu ya awali katika hospitali ya mkoa wa Dodoma, alihamishiwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Nairobi, na baadaye akapelekwa Ubelgiji kwa matibabu zaidi, ambako huko alifanyiwa upasuaji mara 19. Tukio lenyewe lilikuwaje? Tukio hili ambalo lilitokea hiyo tarehe 7 Septemba 2017, takribani majira ya saa 7 na dakika 30 mchana. Kabla ya tukio hilo, Tundu Lissu aliripoti kwamba kuna watu wasiojulikana wanamfuatilia. Siku ya tukio alikuwa akitokea katika vikao vya bunge na alipelekwa nyumbani na dereva wake. Walipofika nyumbani, gari nyingine aina ya Nissan iliwafuata kwa kasi na kuwazuia mbele ya mlango. Mara baada ya gari hiyo kuzuiliwa, wanaume waliokuwa na silaha walishuka na kuanza kumshambulia kwa risasi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa madaktari na familia yake,
Lissu alipigwa risasi takriban 16 hadi 32, lakini risasi 5 hadi 7 ndizo zilizompata moja kwa moja. Risasi zilimpiga katika maeneo mbalimbali. Dereva wake ndiye aliyemnusuru kwa kumtoa kwenye gari na kumkimbiza hospitali ya mkoa wa Dodoma kwa msaada zaidi. Tukio hilo limesababisha baadhi ya wakazi wa viunga vya mji wa Dodoma kuja katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma ili kujua hali ya mbunge huyo baada ya kufikishwa hospitalini hapo. Baada ya kupata huduma ya dharura Dodoma, alihamishiwa katika hospitali ya Aga Khan na baadaye kupelekwa Ubelgiji, ambako huko alikaa kwa zaidi ya miaka 3. Baada ya matibabu, Tundu Lissu alirejea Tanzania mwaka 2020. Akagombea urais kupitia Chadema, ingawa hakushinda, lakini baada ya uchaguzi aliondoka tena nchini. Mapema mwaka 2023 alirejea tena kwa mara nyingine baada ya kuruhusiwa kufanyika kwa mikutano ya kisiasa na rais wa kwanza mwanamke Daktari Samia Suluhu Hassan, aliyeruhusu wanasiasa kuendelea na mikutano ya siasa, akiondoa zuio lililokuwa hapo kabla. Tunatoa ruhusa ya vyama vya siasa, twendeni tukafanye siasa za kistaarabu, tukafanyeni siasa za kupevuka, tukafanyeni siasa za kujenga na si kubomoa. Mnamo Januari mwaka huu alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa taifa Chadema katika mkutano uliotikisa, akimshinda Freeman Mbowe, ushindi ulioonyesha nguvu ya ushawishi wake ndani ya chama. Hata hivyo, mnamo mwezi Aprili mwaka 2025, Tundu Lissu alikamatwa kwa tuhuma za uhaini na uchochezi baada ya kutoa hotuba katika moja kati ya mikutano ya kisiasa huko kusini mwa Tanzania. Tukio hili la Tundu Antipas Lissu kupigwa risasi linabaki katika kumbukumbu nzito katika historia za siasa ya Tanzania, huku baadhi ya watu wakimwona kama alama ya upinzani. Wengine wanabaki na maswali mengi kuhusu mbinu, matamshi na misimamo yake, hasa kwenye matamshi yake mengi ambayo yamekuwa yakitafsiriwa kama matamshi ya kiuchochezi. Tumepeleka mapendekezo ya namna ya kurekebisha mfumo wetu wa uchaguzi. Tumepeleka marekebisho ya namna ya kutengeneza sheria za uchaguzi zitakazohakikisha chaguzi zetu zinakuwa huru na za haki. Tumepeleka mapendekezo ya maandishi, tumewaandikia Baba Askofu, tulishawapelekea maandishi na tutawapelekea tena kwa sababu umetushauri tuwapelekee. Baada ya mwaka mmoja wa kuzungumza mapatano, maridhiano, wamekuja wakasema hapana. Mapendekezo yetu ya namna ya kutengeneza mfumo wa uchaguzi wameyakataa yote. Na waliyakataa kwa maandishi, kwa sababu tuliwaambia hii longolongo hii, kila siku tunakutana tunazungumza, tunataka maandishi. Sisi tumeandika mapendekezo yetu, tunataka muandike majibu yenu. Wakapiga chenga, finally tukawabana, ikabidi wajibu. Wakakataa kila kitu. Na ushahidi, kama maneno yangu hayatoshi, ushahidi kwamba wamekataa kila kitu ni muswada wa sheria ya uchaguzi ulioko bungeni sasa hivi. Kama unataka ushahidi kwamba CCM hawataki maridhiano, hawakuwahi kutaka maridhiano, walikuwa wanatuchota tu, walikuwa wanatutuliza tu, muswada wa sheria ulioko bungeni.